Wa Hack Media. Ni another moment ambayo nimekuja kuonesha baadhi ya watu ambao wamekuwa serious katika field hii ya agriculture wameendelea kubenefit. Kama unavyoweza kuona, hizi ni impact ya zile mahindi ambazo zilikuwa zimepandwa mwezi wa kwanza kule. Ni mahindi ambazo zilikuwa kidogo walikuwa wamechelewa kwa hivyo. Lakini kwa upande wa maharage kwa huku Mbeya ni wanavuna maharage, yani wanalima katika phase mbili. Phase ya kwanza wameshamaliza, sasa hivi wanaondoka na phase ya pili. Kama unavyoweza kuona, hebu naweza kuonesha. Closer pictures. Yani huku kama unaweza kuona, yani maharage ya phase ya pili. Ingawaje mvua sasa hivi na zenyewe zimekuwa hivyo, sasa hivi zinanyesha mvua kama zile mvua za ndogo, yani inaona ni kwamba watu wameendelea kufocus. Sasa makala au series hii nimefanya bana kukuinspire wewe. Mtu unayeangalia content ni kwamba jitahidi na wewe kama next year jitahidi na wewe ingie kwenye hii field ya agriculture. Watu ambao wanaendelea katika field ya agriculture bana, na watu ambao siku zote hawawezi kulala njaa. Ni kuinspire tu wewe, kwa sababu watu kama hawa sasa hivi tunaona kuna mfumuko wa vitu vya masuala ya misosi na nini. Tutegemee tu kwamba vitu vitaendelea kuwa hivyo. Sasa watu kama hawa wakiingia kwenye market watatumia fursa hiyo kupiga pesa. Unaona? Kwa mtu kama wewe ambaye unaangalia hii content, hebu kuwa na moyo. Sio lazima iwe huko Mbeya. Kuna mashamba mengi huko, wapi huko yako mengi. Mkoa nini, Tanzania ni nchi kubwa sana. Nenda vijijini, usikae mjini. Nenda vijijini, tafuta eneo, kama ni kukodi mradi uingie kwenye hii field ya agriculture. Ni kwamba watu wanaingia katika agriculture siku zote huwa wana neglect. Hata kama uta neglect, huwa ni vitu ambavyo vinatokea tu, ni circumstances ambazo zinatokea by nature au vitu vingine inakuwa kama hivyo. Lakini otherwise angalia eneo ambalo litakuwa favorable geographically, ufanye hii practice ya agriculture. Watu wanaolima mahindi, watu wanaolima maharage ni watu ambao kidogo maisha yao yatakuwa ni maisha yaliyonyooka. Na siku zote tunasema kwamba mkulima nini? Tunasema kwamba tutafanya yote, lakini lazima tutataka kula. Kwa hiyo tutaka kula, lazima tupate msosi. Na msosi tunaangalia nini? Mazao ya chakula ambao ni mahindi, maharage na vitu vingine kama hivyo. Basi nikutakia wakati mwema.